Nekura eni ya Jacob. Siku ya kesho tutakuwa na shughuli ambayo tumedhaminiwa na wizara yetu, idara yetu ya utamaduni ya culture, wakishirikiana na idara ya utalii na idara ya samaki uvuvi Blue Economy ambayo inaitwa Olbosat Cultural Week. Hii shughuli ni shughuli ya kiserikali na inaanza kesho na itaendelea mpaka siku ya Jumanne. Kwa hivyo ni shughuli ya siku 4, Olbosat Cultural Week. Katikati hapo tunategemea kuwa na waziri na mkubwa wetu ya utumishi wa umma, Head of Public Service, Bwana Felix Koskei, waziri wetu ya utalii, Waziri Miano, waziri wetu anaitwa Hannah Wendot Cheptumo, ambaye ni waziri wetu wa utamaduni na jinsia, na pia waziri wetu Hassan Ali Joho, ambaye ni waziri wetu ya maneno ya Blue Economy, na pia makatibu wetu wakuu, katibu mkuu Umi ambaye ni katibu mkuu wa utamaduni, katibu mkuu ambaye anaitwa Betty Muthoni Njagi wa Blue Economy, na waziri wetu na PS wetu anaitwa Professor Bitoko wa utalii. Wote tumeshirikiana hapa. Ikikumbuka kwamba tulikuwa na maneno ya hippos ambayo waziri alikuwa hapa juzi kuhamisha hippos katika hii bahari, na tumefurahia sana kwa sababu hao vijana ambao tuko hapa wametuelezea kwamba wanapata riziki yao kwa aina mbili. Ya kwanza ni kwamba wanauza samaki, wanavua na wanapata pesa ya kuvua samaki na kuuza hiyo samaki kwa wenyeji hapa. Na kwa hiyo maneno ya kuvua samaki, idara yetu ya Blue Economy itakuja hapa, itawasaidia vile tulisaidia wavuvi kutoka upande wa Kiongo, upande wa ile Mirangine kwa Kiongo katika ile damu. Pia hapa tutakuja na tutawapatia boats za uvuvi. Tutawapatia vile cages kuwasaidia katika maneno yao ya uvuvi. Na pia tutawapatia samaki ile fingerlings katika hii bahari ndio zikuwe wengi zaidi. Na wakivua hizo tutawapatia pia chakula ya samaki. So ile mambo neno yote tulifanya katika upande wa Kiongo, upande huu ni upande wa Rorie na pia watu wa Oljororok. Kwa hivyo iko katika mpaka ya zote mbili. Lakini hatubagui sababu hii sio maneno ya siasa. Na ndio umeona tunaendelea kutoka kesho siku 4 mpaka siku ya Jumanne tutakuwa hapa. Tutakuwa na utamaduni mwingine hapa ya maneno ya competition, talents itakuwa hapa. Tutakuwa na maneno ya mashindano ya choirs, wanamuziki wetu, vipawa, na tutakuwa na vitumbuizo hapa. Sherehe kubwa sana. Siku 4 ndio hii maneno ya bahari, maneno ya Blue Economy tuweze kusherehekea, na sio tu kwa sababu ya sherehe, na kwa sababu pia riziki. Tumeona hapa watalii kutoka Marekani walikuwa hapa. Tumeweza kwenda kwa bahari na wao. Na nimeambiwa na hao vijana kwamba wakipeleka watalii huko wanapata riziki. Vile tumepata ya kwamba hao vijana wanapata pesa mingi kuliko watu wengi sana ambao wako katika maofisi. Kwa hivyo hii ndio ofisi yao, na sisi kama serikali ni jukumu letu kuwasaidia kueneza maneno ya uvuvi, maneno ya utalii, kutumia uchumi samawati kuendeleza hapa. Kwa sababu zamani hii kaunti ya Nyandarua ilikuwa kaunti ya viazi. Na tumeelezewa kwamba ukulima wa viazi kidogo umeenda chini. Sasa watu wote kwanza hawawezi kutosea katika maneno ya kulima viazi. Hii ndio shamba ya watu, hii ndio ofisi. Kwa hivyo huu chairman ambaye anasimamia vijana tutakuja hapa na PS wetu wa usamawati, uchumi samawati, tutawatengeneza BMU, Beach Management Unit, kama vile tunatengeneza Mombasa, Kisumu, Homa Bay na kwingine. Hata hapa watakuwa na unit yao na tutawasaidia kupatia na hiyo usaidizi hapa hivi. So bwana mwenyekiti, sijui utasemaje katika hiyo maneno? Mimi nitashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo kuwafikisha hapa, mkakuja mkajionea nyinyi na macho yenu. Kwa hivyo naweza omba
serikali tushikilie kwa upande huu wa uvuvi, na mkifanya hivyo hata serikali itakuwa imebarikiwa. Na ninaweza ongea kitu kingine kidogo, niseme hata net, tukikumbukwa hapa tuna net mingi, tuko na net tudogo ndio tunatushikilia. Tukiweza kupata nafasi ya kupata hizo net, tunaweza shukuru pia. Asante sana. Asante. Na pia yes. Oye. 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 Lekoro Brosatu. Oye. 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 Wacha niongeze kidogo, nishukuru wizara yetu ya barabara. Hii barabara ya kufika hapa Brosat Access Road. Ile kijiji inaitwaje kwa upande ule? Sambata. Na hiyo barabara imetoka huko mpaka hapa. Ni kutoka Kasuku mpaka hapa. Hii barabara kandarasi ishatangazwa, tulikuwa tumeomba serikali kwa muda yote hii barabara itapewa contractor ndio iwekwe rami, na nimeongea na PS wetu wa barabara Engineer Mbugu ameniambia katika kipindi cha wiki moja hii barabara itapewa contractor ndio tuweze sasa kuwekewa rami, watalii wakuja hapa kutoka ng'ambo watafika mpaka hapa, na hiyo ndio maendeleo, na hiyo ndio mambo ambayo itapeleka hii Kenya yetu mbele. Asante sana.